Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Mpenzi mtazamaji wangu, kila mara tunakuwa tukikuletea habari ambazo zinaendelea kujiri kila eneo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unatufuata vilivyo kutokea mashariki mwa nchi hii. Kama ndo bado unakuja kujiunga nasi, nitakuomba usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Tutaanzia habari zetu na huko Kabulu ambako mwili wa msichana mmoja umeonekana ukielea juu ya maji ya Ziwa Kivu Jumamosi ya tarehe 7 Machi katika wilaya ya Kale mkoa wa Kivu Kusini, kulingana na vyanzo kadhaa vya eneo hilo pamoja na wanaharakati wa asasi za kiraia. Ugunduzi huo wa kusikitisha ulifanyika katika eneo la Kamironda, kijiji cha Kabulu kilichopo katika mtaa wa afya wa Bunjuki. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa mwili huo ulionekana ukielea juu ya maji ya Ziwa Kivu kabla ya kutolewa majini na watu wanaoishi karibu na ziwa hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, muasiriwa ametambuliwa kwa jina la Jua Luitire. Inasemekana alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kifafa na hivi karibuni familia yake ilimpeleka Bukavu ili apate matibabu yanayofaa zaidi kulingana na hali yake ya afya. Ushuhuda mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa watu wa karibu na familia unaonyesha kuwa msichana huyo alikuwa akipitia kipindi kigumu cha msongo wa mawazo. Inadaiwa kuwa aliwahi kuwaeleza baadhi ya watu wa karibu naye hofu yake ya kuhusu maisha yake ya baadaye, akisema anaogopa huenda hataweza kuolewa kutokana na ugonjwa wake. Ingawa hadi sasa sababu halisi za kifo chake bado hazijatambulishwa rasmi, baadhi ya vyanzo vya eneo hilo vinaelekeza uwezekano wa kujiua. Kwa mujibu wa baadhi ya viongozi wa jamii, tukio hili linaonyesha changamoto za kijamii na kisaikolojia zinazokabili familia nyingi katika sehemu hii ya wilaya ya Kale, ambayo imeasiriwa sana na mchanganyiko wa matatizo ya ukosefu wa usalama, umaskini na migogoro ya kibinadamu. Msikilizaji, na kwingineko ni uko katika tarafa Ruchuru ambako bei ya mafuta imeanza kupanda katika siku za hivi karibuni kwenye soko la Kiwanja katika wilaya ya Ruchuru. Wiki iliyopita lita moja ya mafuta ilikuwa inauzwa kwa faranga za Kongo 3,000, lakini sasa inauzwa kati ya faranga za Kongo 3,500 hadi 4,000. Hata hivyo, bei ya usafiri wa pikipiki na matarajio ya wamiliki wa pikipiki hayajabadilika. Kutokana na hiyo, madereva wa pikipiki ndio wanaobeba mzigo wa kupanda kwa bei hiyo. Marte Kokodikoko, dereva wa pikipiki anayefanya kazi ya usafiri wa umma huko Kiwanja, ameonyesha wasiwasi wake kuhusu hiyo. Kazi tuko naendelea no polepole, tunateseka sana, hatupate kitu. Karbira inapanda, wakati ya mbele kwa karbira ya litre 3000 2500 francs, leo inakuwa 3500 4000 francs. Sasa sisi ndio tuko nateseka ndani, na bakilia wetu abatasema kama bei ilishapanda. Yeye atakuja tu anakuambia hapa nafasi fulani ni 500 francs. Ndio shida tuko nayo ile. Tunakosa kama tufanye namna gani juu wabose hawajue vile. Hapo ni kuchunga tu pesa tu zikuye. Hata jua kama karbira ilipanda ama ilishuka, niomba tu kushukuliana tuone namna ya kufaa. Juu na si haiko si utafika kwa nyumba unakosa kama utakula nini na utafaa namna gani. Nuko natumika, mimi unatumika hauingize kitu. Ukashindia sote 15000 francs. Utalipa karbira na kunyumba na bosi. Sasa bosi utamwekea ngapi na huko kule ngapi? Ndio kwenye kazi inashindikania pale. Ikumbukwe kwamba dumu la mafuta lita 20 lilokuwa linanunuliwa kwa faranga za Kongo 1047 sasa limepanda hadi kati 1057 hadi 1060 kwa wauzaji wa jumla katika wilaya Ruchuru. Kupanda kwa bei pia kunahusishwa na kuibuka tena kwa mgogoro kati ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Msikilizaji, tujielekeze katika mji wa Uvira ambako barabara namba 5 ya taifa imeripotiwa kukatika kwenye mpaka kati ya Uvira mji na Uvira tarafa, na hivyo kupelekea usafiri wa aina yoyote kukatika. Hivyo ni kutokana na mvua kali iliyonyesha katika maeneo hayo. Kwa mujibu wake mwanasheria Chako Chambonane, ambaye ni mmoja kati ya malida wa eneo hilo la Uvira, ameanza kwanza kutoa picha hali halisi ilivyo katika eneo hilo na kando kando. Barabara imekatika
Complètement RN5 ya nani ya groupement corporea Kagando imekatika barabara kabisa. Ni kwamba jana asubuhi, jana siku ya 5, unajua kwamba Uvira tangu hii mwezi wa pili katikati mpaka hata leo vule inanyesha usiku na mchana. Ukweli hatuna hata mapumziko hata moja. Na jana asubuhi tumeamka tukashuhudia kwamba barabara imekatika, barabara namba 5 ngambo ya groupement incorporé ya chini ni Kagando na juu ni groupement incorporé ya Katala. Hiyo ndio upande wa juu hapo, upande wa nord wa vile ya Uvira. Wenye wanazoea wako Baraka, wako pale. Kama unaenda Bukavu unafika fasi moja kwenye piko kamba ya mairie, ni checkpoint pale, wanacheke makarte de lecteur, wanacheke wa infiltré, wanacheke wenye kuwa na pesa mbaya, wanacheke wenye kuwa na mabundu. Pale tu ndo kwenye barabara namba 5 mvula imebeba barabara yote, udongo yote, kwa sababu nika mtoni kadogo ikakata kabisa, ikakata wasiliano katikati ya vile ya Uvira na territoire ya Uvira, mpaka gari azisafiri. Ni vigumu gari kutoka Muville na kwenda territoire hadi mpaka Bukavu, ingalau hali ya mplene magari zinaanza na Bukavu vizuri sana. Ndio hali tumeamka jana na leo kabisa imeleta susi kubwa sana. Maagence zinasema, watransporter urbain wanasema, mpaka hata kwenda kwenye mashamba wanasema hali njia haiko kabisa. Na alipoulizwa kuhusu nini yaweza kuwa suluhisho haraka kulingana na hali ya sasa, Chako Changbon Anel, leader wa kijamii, amejibu yafuatayo. Ukweli solution iko ya kusitiwe munjia 3. Kuna solution ya haraka na solution ya ya muda kitambo na solution ya kuja kule mbele. Solution ya mbele ama ya long term ni kwamba barabara inayojengewa RN5 toka njia ya kwenda Bukavu ya Ngomo ishuke haraka mpaka Muvile ya Uvira, hata kama tu katika hali ya vita na pesa sasa zimekwenda kwenye vita. Ya pili, solution ya karibu ni kwamba serikali imobilize majeshi. Tuko na majeshi wa Uvira na ndani ya majeshi tiko wa genie militaire wenyewe wanazoea kujenga bilalo. Nafikiria kwamba wachangane na service ya ITP, wachangane na service ya genie civil, waone kwamba wanaweza kujenga pale hata kidogo raia ipite. Na solution ya leo ama ya kesho asubuhi ni kwamba serikali inaweza katia pale makonteneur. Watu tumeiona pia, hata pia Sangi waletea makonteneur, hata pia Kiliba container zilikuwa pale. Watie makonteneur ili kwamba gari zipite na ishuhudie kwamba activite transport imerudia kwa usalama, kwa faida ya raia na kwa faida ya maagence ambao kweli zinaenda Bukavu zinarudia bila shida hata moja. Tangazaji haiko sehemu hiyo tu, sehemu moja, hapana. Ukienda pia mkote ya Sidi, kwa watu wenye wanakamata magari zao wanazeba mu territoire, kuna fasi kwenye mtoni feria ya Bavira. Ukitoka tu pale basi wanaruea sana. Kuna mtoni nyingine riviere ambayo imebeba na kilalo, inamwanga majiwe hapa tu Kalungwe hapa, inabeba kila kitu pale, nako njia iko impraticable. Fasi ziko nyingi. Utakumbuka kwamba Uvira ville iko na mitoni inapita katikati, imo ndani ya mitoni 25 na zaidi. Sasa hiyo moji hauwezi ukakuwa iwa kabisa, au viongozi na raia wafikirii namna gani ya kulinda huyo mji ambao uko na mitoni zaidi ya 25. Na tukiwa tu katika mji wa Uvira ni kwamba kisha kupata malalamiko mengi kutoka kwa wachuuzi wa Uvira na sehemu zingine ya jimbo hili, imepelekea sisi kwenda kumuona mkuu wa kitengo cha DGDA jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya kupunguza tozo ya biashara vinavyotoka nje ya nchi. Ndivyo amesema mwenyekiti wa shirika jipya la raia jimboni Kivu Kusini, Bwana Mafikiri Mashimango. Katika mazungumzo nasi, kiongozi huyo wa shirika la raia jimbo la Kivu Kusini amesema kuwa mkuu wa kitengo cha DGDA amesema kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha wachuuzi hawalalami tena. Mafikiri Mashimango amezungumza nasi. Alikuwa malalamiko mingi sana na kwanza leo kajia wa importateur wachuruzi bezosi ba deklara kufatana na mabei fulani zilionekana kupanda. Donc
leo tulikuwa comme bureau de la coordination de la nouvelle civile, tulionana na directeur provincial de la DGDA, il fallait kudiscuter naye kumaanisha kwamba kufatana na hali haiko mzuri vite kupanisha mataksi kwa jua kulipa marchandise naingia kufatana na hali tuko napita hemo na hali yenye Uvira ilipita ndani. Mais il faut quand même préciser parce que depuis zamani pankuaka un peu kazi wanasaidiaka ba commerçant, ile vraiment tunakuwa comme DGDA kwa sababu si vraiment bitu fulani bingikuwa appliqué peut-être que ça pouvait ingikuwa plus grave, mais tu le reconnaître ile, mais tulimwambia kwamba pole on va quand même atatumika na badeklara na ba importateur pole, mais kusai vraiment que kupandisha bei sana kufatana benye Uvira li connaître na kufatana na benye tuko na vivre actuellement iko nguvu sana. Et vraiment nashukuru parce que tunasire que atajiimpliquer na ile matatizo tapata une réponse mbio et en même temps que kwa tulomba na tulimwitikia kwa sababu ya kuendelea collaborer ku mambo fulani inaendeki. Il faut vraiment kujiapprocher naye na kuongea pour quand même à chaque fois que pako problème tuko na tafuta une solution d'ensemble ule kila saa kuleta fuyo. Donc à notre niveau comme bureau de coordination nouvelle civile tunashukuru irakonte parce que tusaidia kupata une réponse ni watu walikuwa na tafuta, mais aussi kuendelea collaborer avec les autorités concernées kwa juu ya intérêt ya Uvira na partie ya Sud Kivu. Na kwenye habari zingine ni uko Baraka ambako uongozi wa soko la Jeteme mjini Baraka pamoja na wanamemba wake wameanzisha kazi za ujenzi wa mifereji yanayosadikika kushusha maji ndani ya soko ya Jeteme yapata siku 4 sasa tangu kazi hizo zianzishwe. Maua Masoka ni kiongozi wa soko la Jeteme mjini Baraka ameomba kwa wabunge wachaguliwa tarafa Fizi na mji wa Baraka kuajia na msaada wa vifaa vya ujenzi ili kazi hiyo ikamilike vema kama alivyoeleza hapa kwenye TV yetu. Papa Excellence tulishukuru sana Jean-Jacques Lakano, pia tukakia shukuru meya wa jiji ya vile ya Baraka kwa kutupatia wazifa ya kutujengea soko na kutukatia soko yetu. Tunaona kabisa mvile yote ya Baraka, tunaona hii soko ya Marché de Jeteme ni soko ya kwanza inapresente vile tu ya Baraka. Na kwa kuona usumbufu wa maji achwa longo iko na kamata iko na pita hapa inakamata mai, ile mai kisha fika hapa inajitupa yote mu Marché Jeteme. Soko yote inayala mai yake soko tena kwa kuingia msoko na magodio. Kama ingia msoko na magodio hawezi yeme. Ndo tulikala chini na bamambre tukaona tukamate ile kidogo yenye tulikuwa nayo, tukapata franga kidogo, tukalize neno kanisa ya 3 ya bamalikia wa Uwembe, tukawapatia ile franga yetu na ndio vile bana lingia mshantie ya kwanza tengeneza mferegi ya eneo ya Kalinga City. Hizo ni pesa zetu tu binafsi zenye organization yetu na bamambre yetu msoko ndo tulifanya ile organization, tukapata ile franga kisha tukaendeleka kule kwa malikia wa kazi. Siwezi jua kama inaweza kamata muda wa siku 5, naona kama inaweza malizika, inaweza kosa hata 2 jours ou 5 jours, ingine inaweza fika, inaweza tumba hata mu semaine dimi. Penda ongea ba député wote benye tulichagulaka mzone yetu ya Fizi bangekuwa wanatusaidia ile kidogo yenye inaweza kuwa natusaidia. Ni soko wa kina mama, ni soko wa mama Marangazi. Mke wangaika benye bakwake na mitai ni watu wa mitai ya kidogo sana. Ndio tunaona mtatizo kwa juu, tuliona mvua yenye linyesha juzi, mai hatukuiona jana, tena vile mai mjeteme hatukuiona. Tuongea kupita ba député benye tulichagulaka mko mnatusaidia kumichango wakati tuko na matatizo ya msoko, bako banatusaidia kumichango. Juu sauti zetu na sisi tuliwapatia waende kule wende kufanya kazi. Bako wanaangalia nyuma, bako wanaangalia nafasi fulani kwa watoto wenye tuliacha. Bako natusaidia zile saki za sima, saki za gravier wanaweza tusaidia vile. Juu kisha kumaliza mferegi tena tungali tutaingia ile mule msoko tena tukanalize tena ingine mai tujengeshe mpaka tupe kule kwa Eglise Katoliki. Tumalizie na habari zetu kutoka ukolo wa Laba ambako mvutano unaendelea kuwa mkubwa katika manispa ya Fungurume mkoani Lualaba, ambapo tuhuma kuhusu wizi wa ajabu wa sehemu za siri za wanaume zinaendelea kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Katika kipindi cha wiki 2 tu, angalau watu 6 wameuawa na wengine 2 kujeruhiwa katika matukio ya hukumu ya wananchi Justice Populaire baada ya kutuhumiwa kuhusika na vitendo vinavyodaiwa. Kwa mujibu wake Guthie Kawamba, mratibu wa jukwaa la mashauriano la asasi za kiraia katika eneo hilo, mara nyingi tuhuma hizo hutokana na mashaka tu bila ushahidi, jambo linalosababisha wananchi kuchukua hatua za vurugu. Amesema kuwa Ijumaa tarehe 6 Machi tukio jingine la kusikitisha lilitokea. Jana pia tulishuhudia hali kama hiyo.
mtu aliyekuwa anatuhumiwa kwa bahati mbaya aliuawa. Polisi walipofika eneo la tukio tayari ilikuwa imechelewa, alieleza. Watu wawili waliojeruhiwa katika matukio hayo kwa sasa wanapatiwa matibabu katika vituo vya afya vya eneo hilo. Kutokana na hilo, asasi za kiraia zinatoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha kasi ya kuingiliaji wa vikosi vya usalama ili kuzuia matukio mengine ya kusikitisha. Pia zinawahimiza wananchi kuacha kujichukulia sheria mikononi na badala yake kuwasiliana na vyombo vya usalama. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndivyo tumefika mwisho wa taarifa yetu habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ulikuwa ukisikiliza taarifa habari kutoka Fizi News 24 ambayo inakujia kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.